Haleluya. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema nyingine tena ambayo ametupatia, na tumepata neema kwa ajili ya kutafakari neno la Bwana. Na tafakari yetu leo itakuwa katika kitabu cha Kutoka sura ya 15 na ya 16. Na kabla hatujasonga mbele na kuendelea, na tumshukuru Mungu. Bwana Yesu, Mungu mwaminifu, ninakushukuru. Asante kwa ajili ya kibali na nafasi ambacho umenipatia. Asante kwa sababu Bwana umewaleta watoto wako katika nyumba hii. Asante kwa sababu Bwana uko katikati yetu na tunatambua uwepo wako. Holy Spirit, we honor your presence. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, kila mmoja aliyeko mahali hapa Bwana akakusikia wewe. Ninatamani Bwana tukapokee hekima kutoka kwako. Ile roho ya hekima ikatembee mahali hapa. Tutakapotoka kwenye ibada hii tusiondoke kama tulivyokuwa. Ninaamini na nina hakika ya kwamba Bwana utasema na mioyo yetu. Amen. Amen. Basi siku ya leo katika shule yetu ya pili, mimi si mzuri sana wa kuandika, lakini acha niandike. Sisi tunazungumza zaidi kuliko kuandika, lakini kwa sababu leo ni mwandishi na mimi niwe mwalimu kweli kweli. Shule ya Jumapili. Mengine protocol tafuatilia tena. Tunasema tutafakari. Tafakari yetu ni katika Kutoka 15 hadi 16. Na kichwa cha somo sasa leo tutakuwa tuna kichwa cha somo, kwa sababu katika kusoma na kutafakari nikajifunza na nikapata kichwa cha somo ni Mungu wa utele. Tutaenda na hiki kichwa, ni Mungu hapa, ni Mungu wa utele. Yes. Na kabla sijaendelea sana, nitambulishe kidogo hii dhana ya utele. Tutaikuta huku mbele katika Kutoka 16, lakini kwa sababu ndio imebeba dhana ya kichwa chetu cha somo, ninatamani nitambulishe kwako. Ni Mungu wa utele au God of Abundance. Kuwa utele ni uhakika wa upatikanaji wa rasilimali wakati wote. Uhakika wa upatikanaji wa rasilimali wakati wote. Na neno utele katika ulimwengu wetu wa wanadamu au ulimwengu huu tulionao sio rahisi sana kulisikia. Lakini ukiingia kwenye neno la Mungu ni kawaida. Ndio maana anasema katika Yohana 10:10 anasema mwivi haji ili aharibu na kuvunja na kuharibu, lakini mimi nalikuja ili wawe na uzima, tena wawe nao tele. Kwa nini? Ni kawaida ya mbinguni kuwa na utele. Na tutakapokuwa tunaendelea kusoma na kujifunza, tutakuja kugundua huu utele una maana gani hasa, na kwa nini sisi kama wana wa Mungu tunapaswa kutembea katika ufahamu wa kujua Mungu wetu ni Mungu wa utele. Ndio maana hata tunapokuwa tunaenda kumuomba Mungu katika sala ya Baba yetu uliye mbinguni, hatuendi kuomba Mungu riziki za mwaka kesho. Hatuendi kumwomba Mungu riziki za miaka 10 inayokuja. Anasema utupe leo riziki yetu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni Mungu wa utele. Ana uhakika, ana constant supply of resources. Yaani wakati wote unaweza ukapata resources kwake. Na huko kwenye kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Kutoka, huku sura 16 tutasoma, tutaona wale wote ambao walikuwa wanajilimbikizia, wanachukua mana za siku 2 kwa siku moja, wanasema zilikuwa zinaharibika. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anataka akupe riziki yako ya siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila siku Mungu anaachilia riziki ambayo inaambatana na wewe siku hiyo. Kwa na wewe sasa utupe leo mkate wetu wa kila siku. Kwa lazima ujue Mungu kila siku ana mkate wa mtu. Na katika kitabu cha Maombolezo anazungumza jambo moja, anasema rehema za Bwana ni mpya kila siku asubuhi. Kwa hatutegemei kutembea katika
rehema za jana, kutembea katika rehema za juzi, tunatembea katika rehema za siku hiyo. Kwa Mungu ni Mungu wa utele, na hiki ndicho ambacho kimenisukuma tupate kujifunza kama wana wa Mungu kutembea katika utele. Mungu wetu ni Mungu wa utele jamani. Yaani Mungu wetu ni Mungu wa utele. Ukisoma tu Zaburi 24 mstari wa kwanza, anasema mbingu na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Ni tele. Kuna vingapi ambavyo vinajaza nchi? Kuna vitu vingapi ambavyo vinajaza dunia? Na mbingu yenyewe kuna nyota za kutosha, kuna mianga, mwezi, jua, lakini bado anasema ni mali ya Bwana. Huku duniani kuna mabenki, kuna mapesa, kuna wewe mwenyewe, kuna nini, kuna madini, kuna malighafi mbalimbali, zote ni mali ya Bwana. Mungu wetu ni Mungu wa utele. Na katika kutaka kujua hili jambo la utele tangu mwanzo, yani hiyo ndio tamaduni ya mbinguni. Ukiangalia hata katika bustani ya Edeni, anasema wale watu Mungu aliwawekea matunda, anasema matunda ya bustani waweza kula. Ina maana kulikuwa na constant supply ya matunda. Matunda, kwanza kupata matunda kwa msimu halikuwa kusudi la Mungu tangu mwanzo. Tangu mwanzo matunda yalikuwa yanapatikana wakati wote, kwa sababu ndicho kilichokuwa chakula cha wale watu. Na baada ya uasi na kukosea, ndipo ambapo mambo yakaanza kubadilika. Sasa watu haribu utaratibu, dhambi baada ya kuingia, basi matunda yakaanza kupata season. Ndio maana Bwana Yesu kuna siku alipokuwa anapita akaona mtini hauna tini. Yeye anajua kacha. Anajua tangu mwanzo miti ilitakiwa kuwa na tini wakati wote. Anapita kwenye mtini, haangalii, haulizi kwa je, ni msimu wa tini au sio msimu wa tini. Yeye anachoangalia, anasema akauangalia ule mtini, alipokuta hakuna tini ndani yake akaulaani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Ni Mungu wa utele. Mungu ambaye hajali season, hajali majira. Yeye utele ni wakati wote. Ndio maana nimesema utele, abundance is the constant supply of resources. Kwa wakati wote, haijalishi ni kiangazi, haijalishi ni masika. Madam tu umemwamini Bwana, there is a constant supply of resources. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unisikilize kwa makini, kwa sababu najaribu kuzungumza ni ufahamu ambao sio wa kawaida. Ni ufahamu ambao watu wengi wa Mungu hawaujui. Na usipoujua utatembea katika hali ya unyonge na udhaifu. Ndio maana hapa mchungaji ametuongoza katika mstari mmoja katika Zaburi ya 23 mstari wa kwanza, sema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Why? Kwa sababu Bwana ni Bwana wa utele. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Ninatamani tujue jambo hili ili litusaidie. Tunapoenda kumwomba Mungu, tusimwombe Mungu kama ataishiwa. We must have a mindset. Tunataka kuwa yani na ufahamu ambao anasema we must be more fountain than drain. Tunapaswa kuwa na zaidi chemichemi kuliko sehemu inayopokea. Chemichemi haikaukiwi, chemichemi haishiwi. Yeye usiku wa manane ukienda unakuta inatoa maji. Ukienda sijui saa 11 asubuhi inatoa maji. Ukaenda mchana saa 6 inatoa maji. Why? Kwa sababu ina utele. Kuna utele mahali pale. Na sio siku moja, sio siku mbili. Mwaka wa kwanza utaenda na ikuta chemichemi. Na ulizaliwa ulikuta inatoa maji. Utakufa unaondoka inatoa maji. Kwa nini? Kwa sababu kuna utele. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, sikatai, it is good kuweka akiba. It is good kujisazia vitu, lakini lazima uwe na ufahamu ya kwamba Mungu wetu hafungwi na mipaka ya uchache. Mungu wetu ni Mungu wa utele. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukijua hiki, kuna kipindi nilikuwa nafundisha kitu fulani kwa watu fulani, ilikuwa nawafundisha kuhusu programming your mind toward abundance. Kwa lazima utele uanzie kwenye kichwa chako. Utele lazima uanzie kwenye ufahamu wako. Kama ufahamu wako hauna utele, utaendelea kila siku kula kwa kulamba vidole. Kwa sababu gani? Utele haujui. Na ndio maana leo ninakupa hizi funguo kadhaa, haya maandiko kadhaa ya kukusaidia unapotafakari, ianze kukufungulia hii possibility nyingine. Uanze kuona uwezekano mwingine, kwa kumbe mimi naweza kuwa na mpaka naishia hapa, lakini Mungu hana mipaka. Mungu anafanya hata zaidi ya kile ambacho ninakiwaza na kukifikiri. Haleluya. Haleluya.
Basi hapo ndipo nilikuwa ninataka tutambulishe somo letu, lakini baada ya kulitambulisha sasa huko mbele tutaona. Tuanze sasa kuona katika Kutoka sura ya 15 mstari wa kwanza hata wa 7. Hapo sasa tunaanza tafakari yetu, ambapo tunaanza kuona pointi ya kwanza. Bwana akikushikia jambo, hakikisha unamtukuza. Bwana ni pointi ya kwanza. Bwana akikushindia jambo, hakikisha unamtukuza. Yes. Bwana hataki kingine chako chochote cha jambo. Wewe ukikutendea kitu mtukuze. Ngoja tusome katika Kutoka 15 mstari wa kwanza hata wa 7. Neno la Mungu linasema hivi: ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwimbia Bwana wimbo huu, wakanena na kusema, nitamwimbia Bwana kwa maana ametukuka sana. Farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Yeye ni Mungu wangu, mimi nitamsifu. Ni Mungu wa baba yangu, nami nitamtukuza. Bwana ni mtu wa vita, Bwana ndilo jina lake. Magari ya Farao na jeshi lake amewatupa baharini. Maofisa wake wateule wamezama katika bahari ya Shamu. Vilindi vimewafunikiza, walizama vilindini kama jiwe. Bwana mkono wake wa kulia umepata fahari. Uwezo wa Bwana mkono wake wa kulia umewaseta adui. Kwa wingi wa ukuu wako wawaangusha chini wanaokupinga. Huwatumia hasira yako, nayo huwateketeza kama mabua makavu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni baada ya wao watu kushindiwa kuvuka bahari ya Shamu. Kinachofuata baada ya hawa watu kushindiwa kuvuka bahari ya Shamu, wanamtukuza Mungu. Kumtukuza Mungu ni kumtaja uwezo wake, ni kumtaja utendaji wake. Kwa hawa watu wanaanza kumtaja Bwana kuwa hawa watu walikuwa wanatuogopesha. Hawa watu walikuwa wanatufuatia kuja kutukamatia. Yaani wanataka kutukamata na kuturudisha Misri, lakini Bwana aliwafunikiza. Yaani wanaanza kusema simple. Kile Bwana amewafanyia simple. Hahitaji hata kutafuta msamiati wowote au kutafuta namna yote nyingine. Anasema tu simple, kwa Bwana amewafunikiza. Bwana amewapiga adui. Anasema Jehova ni mtu wa vita. Bwana ndio jina lake. Unaona? Kwa yani anamsema Mungu, anamtukuza Mungu. Ndio maana kuna wale watu ambao walikuwa ni vipofu 10. Walikuwa ni wakoma 10. Bwana Yesu aliwaponya. Alipowaponya wengine wakapotea, lakini akarudi Msamaria mmoja kutoa shukrani. Na anasema wale wote kenda wako wapi? Amerudi huyu mmoja kumpa Mungu utukufu. Kwa kumbe anaporudi yule mtu anampa Mungu utukufu. Mungu alitarajia wale wote 10, kwa sababu walikuwa wakienda wameponywa, warudi wampe Mungu utukufu. Kwa nakuta kuna jambo umepambana nalo, kuna jambo umelipitia kwa shida nyingi na umevuka kwa changamoto. Ukivuka, cha kwanza, break ya kwanza, mpe Mungu utukufu. Mpe Mungu utukufu. Ukimpa Mungu utukufu, utakuta mambo yako yanazidi kubadilika, kwa sababu Bwana anakuwa ameiona roho yako. Kwa sababu nimekwambia, na maana nimekwambia Mungu ni wa utele, kwa sababu kama umemjua kwa Mungu ni wa utele, ukaanza kumtukuza, ina maana unamwadhimisha kufanyia na wengine zaidi. Lakini mwingine amefanyiwa jambo na Mungu, anasahau, anaanza kuona tu sasa niko tu sielewi Bwana. Nimepambana nalo, limenisumbua sana, lakini muda, majira, kila jambo lina majira yake, muda wake ukafika likapita. No, hakuna. Bwana akikusaidia, Bwana akikuwezesha, mtukuze. Bwana akikuwezesha, mtukuze. Na moja ya kumtukuza Bwana ni kuwaambia watu wengine matendo yake. Hao watu wengine wameandaa wimbo, yeye ajali kuwa unaweka kinga, yani sijui unafanya nini, hata kia 100. Yeye Bwana tukuza anasikia, kwa sababu lengo lako sio kuwaimbia watu na kuwapangia ufundi. Lengo lako ni kumwimbia nani? Bwana. Ukimwambia Bwana hana hizo mambo za kutaka hizo ufundi wa kina mwalimu wa dole mifaso, huo ni kwao. Lakini Bwana anataka moyo ndani. Unamtukuza Bwana kwa kile alichokufanyia. Unamtukuza Bwana kwa lile jambo alilokutendea. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na wakati mwingine unaanza kumwadhimisha. Unamwadhimisha.
Ngoja nitakwambia jambo moja. Roho Mtakatifu alinitafakarisha nilipokuwa ninatafakari kuhusu watu. Bwana wamemuona, kwa sababu kwa tutasoma hawa watu walikuwa wanamtukuza Bwana hapa, wakakutana na ugumu, wakaanza kulalamika. Wakati walimtukuza Bwana, wameona kabisa Bwana amewavusha, amewaua watu, yaani amewazika watu maadui kwenye maji ambao hawakuwategemea. Lakini wakafika mbele wakaanza kulalamika. Na nini maana ya kulalamika? Mtu anayelalamika ina maana anauliza, anaweka kiulizo, anakuwa na maswali na uungu wa Mungu. Lakini mtu anayeomba anaonyesha imani yake kwa Mungu. Kwa hiyo ndio tofauti ya kuomba na kulalamika. Mtu anayeomba ina maana anamwamini Mungu kwa Mungu anafanya. Lakini mtu anayelalamika ina maana ana question, anaweka kiulizo. Anasema Mungu, kwa nini? Mungu, kwa nini? Ina maana hamwamini Mungu kama anaweza kumtoa pale, lakini ana maswali. Ndio maana analalamika. Lakini mtu asiye na malalamiko, asiye mtu wa kuuliza anakuwa anaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana Mungu anajibu maombi. Au jamani tumesahau kwa tunaimba anajibu maombi. Au tumesahau. Kwa tunapoimba hatutaki ajibu malalamiko. Anajibu na wenyewe, lakini sasa kujibiwa malalamiko kuna namna yake. Wengine wanajibiwa malalamiko na kafimbo kidogo. Kwa ukitaka kujibiwa malalamiko, ujiandae pia na kafimbo kunaweza kukupitia kwa sababu umequestion uungu wa Mungu. Lakini kama umeomba utapata majibu ya maombi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, natamani unipate kwa makini kwa sababu tunayo mambo kadhaa ambayo tunakuwa nayo ya kujifunza na kuyatafakari, na hili ndio neno ambalo tunalo na tunatembea nalo. Yes. Hawa watu tutawaona namna ambavyo wanafanya. Ngoja tusonge mbele tena katika tafakari yetu. Kwa tunaona kumtukuza Bwana ni kutangaza, kusema aliyoyatenda, na watu wengine, yaani watu wengi wanaelewa zaidi Mungu unapomsema kwa yale aliyokutendea. Yaani kweli hapo kwenye Biblia hayo wote wanayajua. Kila mmoja anayajua yale ambayo Mungu alitenda, aliyogawanya bahari, kila mmoja ameyasikia. Lakini watu wanataka neno ambalo wewe umesimama nalo. Umemuona Bwana kwa namna gani? Mimi naweza kukuambia kuna kipindi ambacho mimi nimeacha kazi, sina kazi, lakini namwambia Bwana it will be fine. Nawaambia watu wengine Bwana maisha makubwa itakuwa njema. Kazi nzuri inakuja. Rafiki yangu mmoja anajua. Sababu yeye ananiletea pressure. Vipi sasa? Sijui nini, mimi nawaambia mimi mambo yanakuwa mazuri. Mimi naamini Mungu mambo yatakuwa mazuri. Kazi nzuri inakuja. Kazi nzuri inakuja. Yaani sasa anakuwa anajiuliza iko wapi? Sasa mimi kazi nzuri inakuja. Sioni ananilazimisha kutaka kuquestion imani yangu. Lakini hata anapotaka kuniletea maswali ya kuuliza imani yangu, mimi ninasimama na kile ambacho Bwana ninakijua. Na kwamba Bwana anasema kabisa ukimwamini inakuwa. Ukiamini kwenye neno lake, kama Bwana amekuambia, sababu imani chanzo chake ni kusikia. Na kama umesikia neno, umeliona neno, kwa maana nalo kitapitia kipindi, yaani unapitia kipindi cha kujaribiwa. Kwa kweli anamaanisha. Lakini ukikomaa na lile neno, kama hivi ninavyojifunza, Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu. Unakomaa nao hivyo. Yaani kuna wakati kweli unakosa nauli, lakini unasema Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu. Huna kitu ndani, unasema Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu. Hali zinainuka kukusomea, zinasema mbona umepungukiwa? Unasema Bwana ndiye mchungaji wangu, unasema sitapungukiwa na kitu. Lile neno baadaye linainuka linakuwa hadhi. Haleluya. 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 Yaani hiyo sasa ndio namna ambayo unasema una-activate neno la Mungu kulitoka kwenye neno, yaani kutoka kwenye andiko linahuishwa linakuwa neno. Kwa Bwana akisema kitu umekiona kwenye neno lake, wewe unasimama nacho. Hivyo kwa uaminifu, huendi kulia wala kushoto. Unasimama hapo mguu sawa. Yaani hakuna kusogea, usogezi hatua hata moja. Unasema kama Bwana amesema, na amesema yaani amesema neno lake limejaribiwa mara 7. Na it is tested 7 times and proved. Yaani limejaribiwa mara 7 na limeleta matokeo yale. Kwa ni hakika halijaribu. Ukilijua neno la Bwana, anasema ameliweka neno lake, yaani amelitukuza neno lake kuliko hata jina lake. Yaani kuliko watu wanamtaja Mungu. Kwa kama umesoma andiko, ukalisoma kwa sura hii, ukayasoma maandiko kwa sura hii, you will never
Never grumble. Hautakuja hata siku moja kuwa mlalamikaji. Every time kile unachopitia utakuwa ni mtu wa kuomba. Kile unachopitia utakuwa mtu wa kuomba. Kile unachopitia utakuwa mtu wa kuomba. Kwa nini? Kwa sababu umemwamini Bwana. Lakini kama hujaliamini neno, hujalichukua neno, labda una option nyingine bwana. Labda una option nyingine. Kuna mchungaji mmoja alikuwa anamsikiliza, anakuambia watu wengine wanaomba kwa sababu yaani kuna namna unapoomba, unaomba kama unajua kuna mjomba atatokea atanisaidia. Kuna namna unakuwa unaomba sema Mungu naomba nisaidie kwenye jambo hili, lakini nasema Mungu hata usipojibu mimi nikivuta tu uzi mmoja kwa mjomba nikampigia simu basi ananipa msaada. Lakini ukiomba ukasema mzee bila wewe Mungu mimi sitoboi. Na maana kuta watu wanagaragara hapa chini. Na maana kuta watu hapa wanasujudu. Na maana watu wanapiga magoti. Unaona wewe ukipiga unasema simenti zinaumiza, lakini njia wazioni. Kwa nini za Mungu mimi si bila wewe sitoboi. Mungu bila wewe sitoboi. Yaani bila wewe Bwana usipoingilia kati kwenye ngoma hii ni ngumu. Siwezi kuvuka. Unadhani tuomba kawaida? Kwa ndio hiyo sasa utaomba kwa msimamo huu. Kwa kuwa Bwana, ila kama una option zingine, hatulazimishani. Twende tuendelee. Wewe mjomba atakusaidia, nani sijui shangaza atakusaidia, lakini ukumbuke, msaada wa wanadamu na mwisho. Msaada wa wanadamu na ukomo. Wanadamu wanachoka kukusaidia. Wanadamu wanaweza kuishiwa nguvu. Wanadamu nao wengine wanaweza kuwatafuta siku hiyo kumbe nao wana shida. Lakini kama utakomana na Bwana, kama utaamua kusimama na Bwana, ukasema Bwana mimi bila wewe, yaani Mungu hii ngoma bila wewe kuingilia kati sitoboi. Sijui kama watu gani watatokeza, lakini kama hutanisaidia Bwana, kama hutanisaidia mimi nimekufa. Angalia maombi utakayoomba. Hayo sasa ndio maombi yanayoleta matokeo. Hayo ndio maombi ambayo watu wanaomba kaomba hata masaa 6 lakini hajui. Yaani wewe ukimwambia Bwana umekaa sana hapa masaa mangapi? Kuna watu nakuta yupo anainama mbele za Bwana anainuka hadi siku inaisha. Wana baba Yesu anawafundisha watu siku 3 wako porini anawafundisha. Wanafunzi mpaka wanaenda baba mwalimu ni siku ya 3 sasa. Watu wanakula neno tu. Wanakula neno hata hawajui. Kwa nini? Wameamua kukaa. Haleluya. Haleluya. Kwa hicho kitu ndio ambacho tunakitaka. Hicho kitu ambacho tunakitaka kwa kila mmoja tumjue Mungu kwa kiwango hicho. Yaani kila mmoja personal relationship with Jesus. Personal relationship. Yaani hauhitaji third party. Hauhitaji mtu wa tatu wa kupitia kwake. Hauhitaji hata mchungaji. Wewe mwenyewe ukisema hii ngoma nikisimama na Bwana hii natoboa. Nitaenda nikae kanisani. Yaani unajua wale watu wabishi wamepungua sana siku hizi. Wale watu wakusema Bwana mimi nasema usipo nibariki sitakuachia na kung'ang'ania na kaa hapa. Siondoki hapa. Mpaka mlango utokee. Mungu akiona huyu jamaa liko serious aliondoke. Huyo abarikiwe yeye. Kwa sababu anasema atanichosha. Anagonga kila mara. Naona mpendo. Kwa tusichoke. Wengi ndio ukichoka ukagonga Bwana unibarikie sijui labda ndoa inanisumbua iwe na amani ukigonga kesho ngoja niende kwa mjumbe nikamshtaki. Sawa, tushtakiana kwa wajumbe. Mtaishia kwa wajumbe. Lakini ukitaka amani ya kudumu nako kwa Bwana. Nasema Bwana, wewe uliyemuumba. Fuse kama zimekatika, huko ndani tunaenda kuzirekebisha. Kama nyaya zilikatika tunaenda kuziunga. Nakuta baadaye jamaa nieleweke. Nilikuwa nafikiriza mtumishi mmoja anasema alikuwa kuna mwanamama alikuwa ameolewa na mwanaume wake mlevi. Alafu baadaye yeye ameokoka. Wamekaa sijui alikuwa amerudi nyuma yule baba sijui ilikuwaje. Ni mlevi chakaje analewa tu. Yule mama kaanza maombi. Akasema Mungu ninakuomba. Huyu bwana pombe anazokunywa akienda huko kunywa akute yani zile pombe ni mavi. Yani kaanza kwenda anamwambia siku hiyo anaomba tulivyo hivyo. Umerudi nampokea tu kwa amani lakini yeye anajua uko nakorekebisha. Anasema sasa ikabidi siku ile baba anatoka ameenda amekunywa sema siku amekunywa sehemu ya kwanza. Anasema hizi pombe siku hizo anaanza kuweka nini? Harufu mbaya. Sema akaacha pale kaenda na nini nyingine. Akasema sasa natoka kwenye duka, ngoja niende kwenye ile grocery kabisa.
nitoke kwenye vioski hivi wa mangi wanauza mipombe huko. Na sasa naenda kwenye grocery kabisa, sasa classic wanipe na kagrasi. Sasa ameenda kuweka tena. Sasa mbona tena ladha ni sasa hizi pombe sasa sizielewi. Anaanza yani hivyo hata baada ya muda anaweza baada nikajaribu sehemu ya 3. Anakuta sasa ito ndo maji kabisa. Sasa kuanzia pale amerudi nyumbani anambia bwana sirudi tena kunywa pombe na ikawa mwanzo na mwisho. Unaweza kujua sana. Lakini kuna mwanamke mmoja alikuwa anamjua Bwana. Ndio alisimama kuhakikisha hiyo kitu inatokea. Lakini wewe mtu wa kulia tukute kwa kolera, endelea kolera. Utalia sana. Sana. Wakati wenzio wanarekebisha mambo kwenye maombi, kwenye Waebrania anasema wengine waliwapata mpaka wafu wao. Yaani kuna mtu anakomaa na Bwana anasema mtoto wangu anasema amekufa. No way. Mimi mzazi nakuaje nipo alafu mtoto anaondoka. Mimi nasema hapana. Nakata rufaa aondoke. Waliwapata wafu wao. Walingangana nao wakawapata. Lakini sisi tunachoka. Sisi tukiona jambo tunaanza hili bwana tunaanza kutafuta options za pili. Tunaangalia njia mbadala. Ukiamua kusimama na Bwana, simama na Bwana. Ukiamua kusimama na Bwana, simama na Bwana. Nasema ukiamua kusimama kwa Bwana, simama na Bwana. Na Bwana hatakuaibisha. Na Bwana hatakuaibisha. Haijalishi itachukua muda gani. Kwa Mungu yeye ni wa milele. Time is not matter. Kwa Mungu yeye ni wa milele. Yaani unaweza ukadhani Bwana amechelewa kunitokea. Na mara nyingi unapokaa unasema Bwana amechelewa, ndio kumbe yuko hapo mlangoni. Kwa bora ungevumilia kidogo. Alikuwepo Sauli anataka majibu ya Bwana. Wako vitani. Anasema tumemsubiri Samueli siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3. Nipe naivera, kaingia mwenyewe kwanza kufukiza. Kumbe Samueli ndio yuko mlangoni. Kuingia tu pale anamwambia umefanya jambo la upumbavu. Kwa nini? Kwa sababu ulikosa kusubiri. Ulikosa kusubiri kwa Bwana. Umefanya yale mambo ambayo hukupaswa kufanya. Yesu asifiwe sana. Kwa Bwana akupe moyo wa subira. Bwana akupe moyo wa ujasiri. Unapochoka mwambie Bwana nisaidie. Bwana Yesu maji ninadhama, nisaidie. Mlilie Bwana, mwambie Bwana nimepambana na hii hali. Nimepambana nayo Bwana. Jioni kama natoboa nisaidie. Mimi nimeamua kubaki kwako. Utaona Bwana akikusaidia. Utaona Bwana akikupa nguvu tena. Yesu mwenyewe alichoka Bwana. Kwani wewe ni nani? Yesu mwenyewe alichoka, alienda mahali akaomba, akalia. Anasema mpaka machozi yakawa kama majasho yalitoka kama matone ya damu. Kwa nini? Alisikia kuchoka. Aliona ni mzigo mzito. Akamwambia Bwana, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Anasema akaomba. Wengine wanalala huko wanaenjoy maisha. Hawawezi kuomba hata risali moja. Lakini yeye anasema akaomba, kaanguka kifudifudi, akamwomba Bwana. Alafu Bwana akashusha malaika akamtia nguvu. Akashusha malaika akamtia nguvu. Kwa wakati Bwana atashusha, malaika wanakutia nguvu. Unakuta kwenye hilo uliokuwa unaogopa. Hilo uliokuwa unaogopa, Bwana anashusha malaika wanakutia nguvu. Haleluya. Haleluya. Jambo la pili ambalo tutakwenda kuliona katika kitabu cha Kutoka sura ya 15. Tunapoendelea kutafakari, Mungu anazo njia nyingi za kumkomesha adui. Au Mungu anazo njia nyingi za kuwakomesha adui zako. Hili ni jambo la pili. Mungu anazo njia nyingi za kumkomesha au kukomesha adui. Kwa Mungu anazo njia nyingi za kukomesha adui. Si wakati wote itabidi wewe ukapigana. Yaani usije ukaweka kichwani mwako kadhani wakati wote utaenda kupigana. Sio wakati wote utapigana. Mungu anazo njia nyingi za kumkomesha adui. Ngoja tusome kitabu cha Kutoka 15 mstari wa 10 hadi wa 12. Anasema hivi, Kutoka 15:10-12 anasema ulivuma kwa upepo wako, bahari ikawafunikiza, wakazama kama risasi ndani ya maji makuu. Bwana, katika miungu ni nani aliye kama wewe? Ni nani aliye kama wewe, mtukufu katika utakatifu, mwenye kuogopwa katika sifa zako, mfanya maajabu? Ulinyosha mkono wako wa kulia, nchi ikawameza. Kuna mtu alienda kupigana hapo? Bwana akavuma upepo wake, maji yakarudi yakawafunikiza, wakazama kama risasi.
Ukisoma risasi not a bullet, anasema lead. Ukisoma lead katika kufuatilia, ukitaka kujua, watu wanaosoma physics wanaelewa kuwa lead ni moja kati ya madini ambayo au meto ambazo ni nzito, zina density kubwa kuliko maji, zina tungamo kubwa kuliko maji. Kwa lead ukiweka kwenye maji inazama. Lead ina density ya 11.34 gram per centimeter cubic, na ukiangalia maji yana density ya 1 gram per centimeter cubic. Kwa ukiweka hiyo yenye 11 ndani ya maji inazama straight, inaenda mpaka chini. Kwa maana nasema hawa watu wakazama kama risasi. Wakazama kama risasi ndani ya maji makuu. Kwa nini? Kwa sababu Bwana anawapigania watu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa usiombe tu wakati wote kusema Bwana niende vitani. Bwana niende vitani. Mwambie Bwana nishindie. Mwambie Bwana nishindie. Utaanza kushangaa. Ambao ulikuwa unaona ni adui zako, Mungu anawakomesha. Wengine badala ya kuja chungulia wataanza kukuogopa. Kwa nini? Bwana ameshughulika nao mwenyewe, amedili nao mwenyewe. Anasema nchi, ulinyosha mkono wako wa kulia, nchi kawameza. Kwa kuna watu wanaweza wakamezwa na nchi. Wapo kina Kola walimezwa na nchi. Kwa hata wewe adui zako mwingine Mungu anaweza kafungua wakamezwa na mambo yani, wakamezwa. Unakuta wanataka kukusemea umbea wao unamezwa. Kila wanaenda kumwambia habari zako, watu wote wanakataa, wanasema huyu hapana, hawezi kufanya jambo hili. Mtu akileta umbea kwa mtu, akaambiwa mtu wa kwanza akamkashifu, akasema haiwezekani, huyu hayuko hivyo. Akaenda kwa pili akamwambia tena hakuna, huyu hayuko hivyo. Watatu hakuna, huyu hayuko hivyo. Ananyamaza na umbea wake. Kwa nini? Kwa sababu Bwana ameamua kufunikiza. Haleluya. Bwana akafunikiza adui zako kwa jina la Yesu. Bwana wafunikize adui zako kwa jina la Yesu. Sio wakati wote lazima ukapigane. Bwana na wafunikize waliokudhihaki kwa jina la Yesu. Ili miaka zao wakamwone Bwana akisijibu. Usijitetee wewe, Bwana atakutetea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni jambo la pili ambalo tunalipata kwenye Kutoka 15 kwa Bwana anaweza kukupigania. Sio wakati wote utahitaji ukapigane vita ili ushinde. Jambo la tatu ambalo tunajifunza katika kitabu hiki au tafakari hii ya Kutoka ni Bwana aweza kubadili hali yoyote chungu ikawa tamu katika maisha yako. Bwana anaweza kubadili hali yoyote chungu kwenye maisha yako ikawa tamu. Si mnajua kinyume cha uchungu ni utamu? Amen. Yeah. Kama umeuona sehemu za ulimi kuna sweet, kuna sehemu huko ndani wanasema ni sour. Yaani uchungu ukila limao ulisikia hapa mwanzoni kuwa ni chungu, utalisikia huko ndani. Kwa ni sehemu utamu hausikii huko kwa ndani. Ukilamba tu hapa mbele unasikia tamu, lakini huko kwa nini? Ni namna ambayo hapa sasa unaona hicho kitu kimoja kinaweza kikahisi utamu na uchungu. Sasa tunaanza kuangalia na kuona Mungu anaweza akabadili hali yoyote chungu kwenye maisha yako ikawa tamu. Ngoja tuone ushahidi katika maandiko. Ukisoma katika Kutoka 15 22 hata 25. Hapo tusome ili tuone neno la Bwana linatuambia nini. Kutoka 15:22 anasema Musa akawaongoza Israeli waende mbele katika bahari ya Shamu. Nao wakatoka katika jangwa la Shuri, wakaenda safari ya siku 3 jangwani wasione maji. 23. Walipofika mahali palipoitwa Mara, hawakupata kuyanywa yale maji ya Mara, kwa kuwa yalikuwa machungu. Kwa ajili ya hayo jina lake likaitwa Mara. Ndipo watu wakamnung'unikia Musa wakisema, tunywe nini? Naye akamlilia Bwana. Naona hizi sentensi hapo zingatie.
watu wanamnungunikia Musa. Musa anaenda kumlilia Bwana. Kuna watu wananungunika. Kuna mtu anaenda kuomba. Kuna watu wananungunika, yeye anaenda kuomba. Nimekuambia tafsiri ya manunguniko na maombi. Anasema Bwana akamuonyesha mti, naye akautia katika hayo maji akawa matamu. Basi akaweka amri na hukumu huko, akawajaribu huko. Yesu asifiwe sana. Unaona, kwa hawa watu walikuta maji ni machungu. Maji ni machungu. Kwa sababu maji kwa machungu, wakaanza kulalamika. Wamemsahau Mungu aliyekuwa anamtukuza, aliyowavusha kwenye bahari. Hawasemi sasa wote kwa pamoja tumlilie Mungu maji yawe matamu. Wanadamu wengi tuna kawaida ya kusahau. Mungu akituvusha kwenye jambo, tunasahau. Kwa maana ni muhimu sana Bwana anapotusaidia kwenye jambo. Jifunze kama unapokuwa na madaftari ya mambo mengine, kuwa na daftari la shuhuda za Bwana. Yaani anza tu kuandika mambo aliyokufanyia Bwana. Kuna siku yatakusaidia. Ukianza kuangalia kwa Bwana, kuna siku labda pengine nilijisikia vibaya, niliomba nikapona. Kuna siku nilikuwa sina pesa, nikamwomba Bwana akanifanyia mlango fulani, nikapata fedha. Kwa chochote, unajua kuna vitu wanasema unaweza ukapata kwa mapambano na nguvu zako, lakini kuna mambo unaweza ukapata kwa maombi. Kama umepata kwa maombi, umepata ni ushuhuda wa Bwana, umepata kwa kutendewa na Bwana, jifunze kutunza kumbukumbu. Adui anaiba. Yaani adui anaiba kwenye ufahamu ili ainue hali ya malalamiko, uanze kuona kama Mungu akusaidii. Kwa sababu ukiona kama Mungu akusaidii, utaingia kwenye malalamiko, na malalamiko hayaleti yaani hayaleti matokeo mazuri kwako. Kwa utaingia kwenye malalamiko na Mungu, mbona hivi na hivi? Mungu, kwa nini mimi? Mungu, kwa nini sisi? Mungu, kwa nini? Achana na nyimbo za wale wazee wanasema Mungu, kwa nini unafanya hivi? Angalia wewe mtu kuwa ni mtu wa imani. Hawa watu wao, Musa naye ni mwenzao, walivushwa naye kwenye bahari, lakini huyu anaenda kumlilia Bwana, hawa wanamnungunikia Musa. Kwa lazima uanze kuona kwa kuna shida mahali iko. Kama wote tulivuka pamoja, yaani hawa sasa ina maana wangeenda kwa pamoja wakamlilia Bwana. Silikuwa ni jambo la sekunde moja yale maji, tena pengine asingemuonyesha hata mtu, angeweza tu kuyaponya yale maji moja kwa moja yakawa matamu, kwa sababu amesema nimesikia kilio cha watoto wangu. Lakini hawa wenyewe kazi yao ni kumlalamikia Musa. Hawamuoni Mungu, wanamuona Musa. Kwa kuna maeneo wewe unalazimisha umuone mchungaji wakati Mungu anataka umuone yeye. Kwa usipomuona Mungu utawalalamikia wachungaji, wakati Mungu anataka umuone umlilie yeye, wewe unaenda kumlilia mchungaji. Kwa kufanya hivyo unajikuta unapoteza muujiza wako. Unapoteza muujiza wako. Kumbe Bwana alitaka kutendea wewe mwenyewe na uone. Kwa sababu mchungaji ni mwakilishi wa Mungu. Unapomlilia na kumlalamikia, na unamlalamikia nani? Mungu mwenyewe. Ngoja tuone hapa watu kilichokuwa kinawapata. Kwa jambo lolote utakapoona kuwa ni chungu kwenye maisha yako, halikupi utulivu na amani, anza kumwomba Bwana, kwa sababu Bwana kwenye neno lake amesema kama alibadili haya maji ya mara yakawa matamu watu wakayanywa, anaweza akabadili hiyo hali yako pia ikawa njema. Mungu anaweza akabadili hiyo ndoa chungu ikawa njema. Mungu anaweza kubadili hiyo hali ya kukosa ajira, si kukosa kazi, ikawa njema. Mungu anaweza akatoa kukosa amani moyoni mwako ikawa salama. Mungu anaweza akakusaidia, akatoa hali yoyote chungu kwenye maisha yako, akatoa magonjwa, akatoa udhaifu ikawa uzima. Kwa sababu gani? Mungu ni Mungu wa utele, lakini vile vile Mungu anaweza kubadili hali chungu zikawa tamu. Wapi unapata hiyo reference? Unapata rejea wapi? Katika kitabu cha Kutoka 15 22 hadi 25. Kwa Bwana uliyebadili maji ya mara. Na hapa tena hakusema tu nayaponya maji, anasema akamuonyesha mti. Kwa kuna wakati mwingine Mungu anakuonyesha ufanye jambo fulani. Utakapofanya jambo fulani ukaja ukaweka kwenye kitu chako, ukaja kufanya kwenye jambo lako, unakuta hali chungu imekuwa tamu. Pale pale ambapo ulikuwa unaona hapaeleweki, pale pale kazini ulikuwa unaona pamoto, unakuta hapo ndipo unastawi. Na wote waliokuwa wana jifikirie, kumbuka kuhusu Hamani na Mordekai. Mordekai kazini kwake kulikuwa kuna kazi. Hapo ndo palikuwa pachungu kweli kweli. Wanamchukia. Hamani anataka amuue. Yaani kazini kwake kuna kazi. Yaani kila akienda afanye kazi moja. Ana kazi ya kupambana na mambo ya ulinzi wa pale, lakini ana kazi ya Hamani naye yuko anampangia njama huko nyuma ili amuue. Kwa huyu mtu
kwa kumwomba Bwana, walifunga wakaomba, hali chungu. Wale waliokuwa wanataka kumnyonga, kumweka kwenye mti, wale wakaanza kumshonea vazi na kumtembeza, kumtangaza kwa huyu ndo anayeheshimiwa sana na mfano. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anaweza kugeuza hali yoyote iliyo chungu kwenye maisha yako ikawa tamu. Mimi sijui ni hali gani unapitia kwenye maisha yako inakupa uchungu. Kama ni uchumi, Bwana anaweza kugeuza ikawa tamu. Ni salama kwake yeye, anavyo vya kutosha. Kama tutaanza kumfuata na kumfuatilia na kutaka njia zake, tutaanza kumuona Bwana. Inaweza ikachukua muda, lakini kama tutakuwa waaminifu kusimama, hatutapungukiwa na kitu. Na Mtume Paulo alitufundisha kitu kimoja kwenye nyaraka zake. Anasema Bwana awajaze ni kwa kadri ya utajiri wake. Hasemi Mungu awajaze kwa vile mnavyotaka. Ana dimension zake. Mungu ana viwango vyake. Anasema awajaze nini kwa kadri ya utajiri wake. Sasa ukijazwa vitu kwa utajiri wa Mungu, yani utakuwa sasa umejaa kwa kiwango ambacho anasema atajazwa, kusupwa na kumwagika. Kwa sababu gani? Ndio upaji wa Mungu ulivyo. Mungu akupe jirambe vidole. Yaani ukavae tu hapo kagaoni pamoja ndio sema Bwana amekubariki peke yake. Mungu anakupa yale mpaka ifike hatua mwenyewe ukivaa na nyingine unavaa kweli mpaka unaona ziko tele. Yaani sasa haui tena, tunasema haui materialistic. Kwa sababu kuna mtu sasa anathamini vitu kuliko hata kile kitu ambacho Mungu anampa. Yeye anakuwa kwake anaona utajiri ni vitu. Lakini kumbe ni mindset ya utele inayokuwa ndani ya mtu. Mwingine anaweza asiwe na pesa lakini ni tajiri. Na utajiri haupimwi kwa pesa peke yake. Si unajua hiyo? Kwa lazima ujue. Tutakapokuwa tunaendelea kujifunza na kutafakari, utaanza kuona siri hiyo. Kwa Bwana anaweza kubadili hali yoyote chungu kwenye maisha yako ikawa tamu. Anza kumshirikisha Bwana. Lote linalokupa uchungu, shirikishe Bwana. Ndiye Bwana anataka kuona hili jambo likiwa tamu. Hili jambo likiwa na ladha nzuri. Hili jambo limenichosha. Napambana nalo, nataka liwe tamu. Kazini kwangu stress imekuwa kubwa. Bwana anataka kuona iwe tamu. Sijui ile nini yote. Unakuta Bwana amekufanyia amani. Mungu anaweza kufanya amani kila upande. Alimfanyia amani Sulemani. Kisoma katika kitabu cha Wafalme, Sulemani hajapigana vita hata moja. Anasema Mungu alimfanyia amani pande zote. Pande zote kukawa na amani. Yaani amani nyumbani, amani kwenye uchumi, amani tele. Akilala ni amani, akigeuka ni amani. Mpaka sasa yeye akajisahau, sasa hapa ndio pako wanawake wengi. Akaanza kuchukua wanawake kila wakati. Kwa sababu gani? Amefanyiwa amani tele. Kwa Bwana anaweza kukufanyia amani tele kila upande. Kwenye kila kinachokufinya vini, Bwana anaweza akakutengenezea kikawa amani. Kama ni afya, anaweza kukufanyia amani. Kama ni watoto wanakusumbua, Bwana anaweza kufanya ikawa amani. Kama sijui ni familia sijui na nini, Mungu anaweza, kama ni uchumi, Mungu anaweza kufanya amani. Kwa sababu Bwana anaweza kufanya amani. Lazima umkumbuke Mungu wako. Umtukuze. Usiwe tena kama wale watu watakao sahau. Mimi nakupa na warning kwa utakapofika hiyo nafasi, fika tu hapo Bwana anakufanyia amani, usimsahau Bwana Mungu wako. Anasema siku utakapojenga nyumba yako, utakaposijui pata mali na kutajirishwa, usimsahau Bwana Mungu wako. Kwa nini? Kama hauko makini, kama hujifunzi kuweka moyo wako kwa Bwana mapema wakati bado huna vitu vikija ni rahisi kumsahau Bwana. Lakini kama imefikia hatua ambayo wewe tangu moyoni mwako Bwana ni wa muhimu, ni nafasi ya kwanza kuliko kitu chochote, vitu vikija vitakuwa watumishi wa Bwana. Na utajua kabisa kuwa you are just a steward. Yaani wewe tu ni msimamizi, mwangalizi. Bwana amekuamini vipitie kwako. Basi, lakini nje na hapo ukianza kujiona vya kwangu, choyo inaingia, na amewaambia jilindeni na choyo, kwa sababu uzima wa mtu hauko katika wingi wa vitu alivyo navyo. Kwa kumbe choyo inaanza kuingia, unaanza kutaka kila kitu kizuri kiwe cha kwako. Kile ukiona kitu kizuri cha kwako, baada unaanza kujirundikia mavitu. Kuna vitu, sisi kuna wanyama kule wanaitwa kwa kilugha wanaitwa kapenga. Huku wengine wanaita panyabuku. Yaani ni wanyama waharibifu. Yaani unakuta ukienda siku kwenye shimo la panyabuku, unakuta ametunza karanga ambazo hata hali anaenda kuchukua kwenye mashamba ya watu, anachimba, anabeba anaenda kujaza huko kwenye shimo lake. Kwa hiyo kuna watu kichimba kwenye shimo lao ukakuta karanga za kuta. Hata zingine zingine zinaharibika, zinaoza. Kwa nini? Hivyo Mungu akikupa fanya.
kutumika, kuwa kama unajua kama yani kuwa kama bomba isipotoa maji na baki na maji yale, na akikaa muda mrefu anaanza kupata kutu, yanaharibika. Kwa kama Bwana amekuabidi kuwa kama bomba, jiruhusu, pitisha maji yale mengine. Hiyo ndio Bwana anataka na sisi. Mioyo yetu ndio utele huo sasa. Hatungangani kwa sababu wale mashaka ndio wanaangalia itakuwaje kesho, itakuwaje. Bwana ana riziki ya kwako ya kila siku. Wewe kama umombi, wewe kama ufuatilii, ni habari yako. Mimi nakupa breaking news, taarifa ya habari hiyo sasa. Si umezoea taarifa mbaya za magari kugongana. Mimi nakupa hii taarifa ya kwa Bwana anayo riziki yako ya kila siku. Kama waga unamuomba sawa. Yaani riziki yako not just kwenda kwenye kupata mshahara na kazi ya siku hiyo. Mungu anayo riziki yako. Unaweza ukaenda ukuta yani unakutana na fursa zingine yani kabisa. Kwa sababu gani? Bwana anayo riziki ya mtu kila siku. Ila je, unaiomba? Usipoiomba kwa sababu anasema utupe leo mkate wa kila siku. Unajua bado umeshiba. Sasa si uombe riziki, uombe mkate wa siku hiyo. Utele unaukosa kwa sababu haujajua kanuni. Ukijua kanuni, Bwana na baraka zako mpya za kila siku. Hakubariki kama jana. Anazo mpya za leo. Viwango hata viwango. Rehema zake mpya kila siku asubuhi. Kwa kila siku asubuhi unapoanza asubuhi, Bwana nataka unibariki kwa baraka za siku ya leo. Nisipishane na baraka za siku ya leo. Ulichonikusudia leo hii nikakiona kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo lingine ambalo tunataka kuliona tena hapo baada ya 15 tuingie 16 sasa, kwa sababu muda wetu nao unatukimbiza. Tunataka kama 15 tu ambazo tunamalizia tafakari, na tutakuwa kidogo na maswali au najiongeza kidogo sana. Natamani nikimbia haraka ili tumalize. Sura ya 16 kwanza kabla ya kwenda 26 tuangalie jambo lingine kwenye 15 hapa. Ukisikiliza kwa bidii sauti ya Mungu itakuweka mbali na magonjwa au maradhi ya wasiomcha Mungu. Hapa jambo la 4, kusikiliza sauti ya Mungu kutakutenga na maradhi ya watu wasiomcha Mungu. Umeona? Soma 15:26 hapa kuna jambo lingine ambalo ni ufunguo. Hili ni jambo la ufunguo la kumtoa mtu katika hali yoyote ya maradhi na udhaifu. Anasema hivi, akawaambia kwamba utaisikiliza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kufanya yaliyoelekea mbele zake na kutega masikio usikie maagizo yake na kuzishika amri zake. Mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia kwa Misri. Mimi sitatia maradhi yoyote. Kwa kama maradhi yoyote yamekupata ambayo watu wa duniani wanawapata, lazima urudi hapa kwenye neno la Mungu. Angalia vitu alivyovitaja kwa juu. Amesema hivi ikiwa utaisikia sauti ya Bwana kwa bidii. Je, unaisikia sauti ya Bwana kwa bidii? Unafanya yaliyoelekea mbele zake, unatega masikio usikie maagizo yake na kuzishika amri zake. Ukifanya hayo, wewe uhitaji kidonge na sindano. Wewe magonjwa sio tu hata yanakukaribia, yanawekwa mbali. Haya yatakukaribia, hayaji kwenye mwili wako. Bwana anayaweka mbali. Kwa ukilitii neno la Bwana, ukafanya yale ambayo amekuagiza kufanya, ukayajua mapenzi yake ambayo yako kwenye neno lake, Bwana anaweka mbali magonjwa. Utakuwa unasikia tu watu nimelazwa, sijui na drip, sijui ya maji gani, sijui nini. Wewe haujui. Jamani, afya ya kiungu ni halisi. Mungu, unajua kuna afya na kuna uponyaji. Mungu vyote ametoa. Yaani Mungu vyote ametoa. Uponyaji upo na afya ipo. Afya ni hali ya kuendelea kuwa katika hali ya uzima mfululizo. Lakini pia kuna uponyaji. Kama sasa ilitokea ulizembea ukapata ugonjwa,
Mungu tena anaweka uponyaji wa kukutoa kwenye ugonjwa kukurudisha kwenye afya. Kwa sasa unapaswa kuchagua kimoja. Utachagua wewe mwenyewe kama unataka afya na uponyaji, utakuwa unatembea huko kwenye afya. Yaani ugonjwa wewe unakwenda kupisha. Yaani kuna wakati ukitaka kukaribia unajua wewe umekosea njia, huyo haumwagi bwana. Yaani wewe mwenyewe unakuta unashangaa. Yaani hata lile wazo ukijisikia vibaya mchovu, haiji wazo haraka itakuwa naumwa. Sasa mimi siumwi, nimechoka. Yaani unakuta ugonjwa leo ulikuwa unataka kukuingia, unaona aibu kwa sababu ugonjwa ni roho. Ugonjwa ni roho, unaangalia kwako. Yaani unaanza kukuingia pole pole. Yaani pole pole. Lakini kama utakuwa makini, mwiba unapoingilia unatokea hapo hapo. Ukianza kuingia tu kaanza kuuona ugonjwa umeniingia huo. Au nasikia kama kwa sababu yaani hauanzi tu ghafla naumwa. Yaani kanaanza kama kawazo hivi. Hivi leo mbona kama siko sawa? Anaendelea. Hivi mbona kama kichwa kinagonga? Utajishauri ila kinagonga. Inaendelea. Yaani hapo ndo kaugonjwa kanazidi kusogea. Kama kalikuwa kameweka mkono peke yake, kanasogeza na kakifua. Kanakusikilizishia. Hivi hapa. Naanza kweli jamani. Kilikuwa kikichwa, sasa naona kama na bega nalo linajikunja, kaugonjwa kanasogeza na kiuno. Unaendelea sasa hapa tu ni lale. Ugonjwa linaingia nzima nzima. Watu wakija kukuangalia hata kuitika unashindwa. Wakati ulikuwa mzima tu umekaa kwa dakika 2 unajishauri. Watu wanakuja wewe. Kwa nini? Ugonjwa uliuacha unaingia. Baba mchungaji alikutufundisha hapa siku moja. Alisema nyoka unapaswa kumuua akiwa mlangoni. Usimsubiri aingie hadi chini ya sofa ndio uanze kupambana naye, utapoteza muda. Yaani utahangaika na kusumbua sana. Usisubiri magonjwa mpaka yameingia huko ndani kabisa, yamekupata ndio unaanza kushtuka. Yaani unaanza tu kuona kadalili yani pale kuona kama mbona kama siko sawa, wewe mimi ni mzima. Mimi ni mzima. Yaani unashambulia mimi ni mzima, mimi ni mzima. Kama nani sijanywa maji naenda kuchukua maji unapiga mimi ni mzima. Ukiweka hiyo sauti mara kwa mara hivyo. Unatoka kutaka kulala na kuta unapiga kazi huko kwenye kazi zako 2-3. Baadaye unakuta lile wazo la ugonjwa limefanyaje? Limeondoka, yani unakuja shangaa umekuwa mzima. Kwa nini? Unamfahamu. Lakini bila ufahamu. Rafiki yako ugonjwa anakuja tena. Umekunywa dawa umepona, analeta mguu hizi. Unarudia. Leo imeanzia tumboni. Kama ni tumbo anaweka wapili na hala. Na nguvu zinaisha naenda kulala. Ugonjwa safi sana huyu. Unakaa kwa wewe Bwana kusaidie. Ukijua maagizo mgani unasema ugonjwa umekosea njia. Hapa sio kwako. Kwa nini? No way, mimi siwezi kuumwa. Nasikiliza sauti ya Bwana. Nafanya kile Bwana amesema nifanye. Namtumikia Bwana. Sasa mimi nilale, Mungu anataka kazi yake nani afanye? Kama mimi ndo mtumishi wa Bwana. Alafu siku Yesu wagonjwa wamewakusanya, anamkutana. Alafu anza jamani leo samani. Muondoke tu Yesu anaumwa. Huyo Yesu wa mchongo kila mmoja anamkataa. Yaani ukimsikia Yesu anayeumwa wewe ni wa mchongo. Yaani huyo mkatae kabisa. Yesu alikuwa hajawahi kuumwa hata mara moja. Wala hata ugonjwa ulikuwa una wazo wa kumkaribia. Ila yeye akiukuta anasema aliponya ugonjwa kila namna. Alikemea yakaondoka. Kama anakemea ina maana magonjwa yanasikia. Kama anakemea ina maana magonjwa ni roho. Sasa kama roho inaanza kukuingia unaiacha, ni kama mapepo tu. Mapepo hayana mwili. Unaposema demon ni tormented spirit. Yaani ni roho ambazo hazina miili zinazunguka na hazipaswi ni iligo kukaa duniani. Ndio maana tukikuta mapepo ndani ya mtu yoyote tunayakemea. Tunasema toka rudi kuzimu. Kwa nini? Kwa sababu hayapaswi kukaa duniani. Kwa yale mapepo yanakuja kumuingia mtu. Ni kama magonjwa yanatafuta mahali pa kukaa. Sasa yenyewe hayako kama Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni mtaratibu. Mpaka wewe mwenyewe uanze kusema Roho Mtakatifu ingia kwangu na kupokea ndio anakuja. Lakini kama roho mengine anaanza kukulazimisha tena jipenyeza. Kwa sababu angalia kama kile chui amekuingia. Akisha kuingia anaanza kukuendesha sasa. Wewe unaumwaga Bwana na wazazi wako na ukoo wenu mko na nani hiyo? Mko na hiyo wanasema bloodline ya ugonjwa. Nasema unikome. Bloodline. Wakati nimeambiwa kabisa nimenunuliwa na damu ya Kristo. Mimi bloodline gani? Mimi ni ukoo wa Yuda. Yesu ndio ukoo wangu. Ina bloodline ile ya Yesu.
Kwa sababu anasema roho yule aliyekuwa anakaa ndani ya Kristo anakaa ndani mwangu. Sasa kama roho ya Kristo anakaa ndani mwangu, alimfufua na Kristo kutoka kwa wafu, yuko ndani mwangu, mimi leo nakuaje mgonjwa? No way. Utaanza kukataa hivyo. Utaanza kuona ni mwaka nini, yani unashangaa. Sijui mambo ya mimi sijawahi kunazo. Mimi namshukuru Mungu sijawahi kunazo. Na hata mama ananipa historia toka alikuwa mdogo. Yani mimi sijawahi kunazo. Mimi niletee chochote napiga. Mimi sichagui ati sijui msosi gani, sijui huyu bwana anatapika. Yani mimi niweko tapika mara moja. Yani toka nimezaliwa yani ninayoikumbuka niweko tapika mara moja. Yani nilishangaa kweli. Yani ndio ikawa muujiza, yani nashangaa. Wakati mwingine anatapika kila siku. Anatapika. Mimi napata kinyaa. Yani mimi sitaki kutapika, yani ndio hiyo siku. Sika ilikuwaje kwaje? Kipindi kile nakumbuka nilikuwa chuo kule. Sema nakumbuka. Nilikuwa shemu kipindi kule. Hadi basi nimekula nini hapo, nilikuwa najisikia vibaya na nini. Sijui nilikuwa na manini. Nikatapika. Yani nikaanza kushangaa. Nikamwambia nipigie na mama simu, mama. Leo tumetapika. Mama anashangaa. Yani ilikuwa ni experience mpya yani. Sema yani unatapikaje yani? Mungu atusaidie. Unaweza asifiwe sana. Tuone kwenye jambo lingine sasa, sura ya 16 mstari wa kwanza hadi wa 8. Sasa hapa tunaona jiepushe na manunguniko, wekeza katika maombi. Jiepushe na manunguniko. Jambo la 5. Jiepushe na manunguniko, wekeza kwenye maombi. Yes. Nimekuambia hivi. Ukisoma hapo kwa sababu ya muda wetu utasoma 16:1 hadi 8. Utaona hawa watu walikuwa wananungunika, wanasema wametolewa Misri, wameletwa jangwani ili wafe kwa njaa. Wakati wao walikuwa wanamshukuru Mungu amewavusha kwenye bahari. Lakini leo wanasema umetuleta huku kwenye jangwa, ukutuacha tufie kule Misri, lakini umetuleta tufe huku jangwani kwa njaa. Wanalalamika. Malalamiko, nimekwambia malalamiko yanamtilia mashaka uungu wa Mungu, lakini maombi yanaonyesha ni onyesho la imani yako kwa Mungu. Kwa utachagua wewe umuonyeshe Mungu imani au uanze kumuuliza, hivi wewe ni Mungu kweli? Hivi wewe ni Mungu kweli? Kama ulitutoa kwenye nchi ya Misri, umetuleta huko, unataka tufie jangwani, unataka makaburi yetu yawe hapa, sijui ni nani. Wewe ni Mungu kweli? Wewe unanungunika. Lakini mtu anayeomba anza Mungu na kuamini. Wewe ulianza kazi njema utaimaliza. Mungu ambaye haujawahi kuniacha, umesema hata katika moto utakuwa pamoja na mimi. Utamtolea yani utasema utamleta hata mtu wa 4 ndani ya moto. Hata kama napitia kwenye hali ya chungu unaweza kubadilisha ikawa tamu. Kwa hivyo yani unamtambua Mungu, yani mpaka shetani anaona wivu. Anasema ukimgusa huyu mtu ndio nafasi ya kumtukuza Mungu. Yani haanzi kuona kusema eti shetani ana nguvu. Ndio shetani ana nguvu, hizo lugha za wa mitani bwana. Unaungana nao, shetani ana nguvu gani? Wewe unamjua Yesu, unasema shetani ana nguvu. Basi Yesu wako yuko wapi? Kama Yesu alimshinda shetani, alafu leo na wewe unaungana nao, shetani naye ana nguvu. Shetani hana nguvu. Ila unampa nguvu wewe mwenyewe. Kwa hiyo usikubali kumpa nguvu shetani. Na shetani anatawala kwenye ujinga wako. Akijua unamjua siri zake kuwa huyu hana nguvu, anaanza kukuogopa. Kwa sababu gani? Si anajua wewe unamjua kwa hana nguvu. Lakini kama unasema ana nguvu, shetani ndio anasema anaunguruma kama simba. Sio simba, lakini anasema anaunguruma kama simba ili apate kuwameza. Kwa wale waamini wazembe wanamezwa. Kwa sababu gani? Shetani anaunguruma kwao kama simba, na wakisikia kama anaunguruma kama simba wanamuogopa, lakini sio simba. Wanaweza asifiwe sana. Amen. Mungu atusaidie. Kwa jambo lingine kile walichokuwa nakilalamikia, hicho ndio ambacho Haruni na Musa walikuwa wanaenda kuomba, Mungu anawapa majibu. Na jambo lingine la 6, jambo la 6 lingine ambalo naweza kuliona ni kuhusu Sabato, pumziko. Sabato au pumziko. Kwa namna ambavyo Mungu ametuumba, tunapaswa kuanza kujitengenezea
Sabato. Unapoambiwa Sabato sio hii ya Wasabato ya kusema eti sijui ndo abudu sijui lini. Hapana. Kuabudu ni siku zote. Kila siku unapaswa kuwa na moyo na ibada na Bwana. Lakini Sabato ni pumziko. Katika siku zako za wiki 7, siku moja inapaswa upumzike. Usifanye kile unachokifanya siku zote, akili inachoka. Lakini unapopata wakati wa pumziko una rebuild. Yaani unapata nguvu mpya ya kuweza kukifanya kile unachokifanya. Kwa katika wiki Bwana akujalie kuwa na siku ambayo unapumzika. Sasa haijalishi kama utapumzika ni Jumatatu, ni Sabato yako. Hii nimekwambia Sabato haihusiani na habari ya ibada. Ibada ni kila siku. Ila unapaswa katika wiki walau. Ndio maana hata kwenye kazi unakuta mko shift lakini wanawapa na off. Kwa sababu gani? Unataka walau kwa wiki iwepo siku ya kupumzika. Ikitokea emergency ya kwenda sawa, lakini kikawaida off inatakiwa. Na ukifanya zaidi ya masaa wanakulipa overtime. Kwa sasa unatumikia zaidi ya muda ambao ulitakiwa na wewe ukapumzika. Kwa hakikisha unapata siku, unabadilisha mambo ya kufanya. Uliokuwa unafanya kila siku unabadilisha, unafanya mambo mengine. Kama ilikuwa leo, sasa wengine wanapopumzika sasa wanafanya ibada, wanafanya nini? Wanatafakari. Yaani hapo unaanza kutafakari wiki nzima imeendaje, unajitathmini kwa sababu unabadilisha utaratibu wa kila siku. Na Mungu kwa kuthamini Sabato. Ukisoma kitabu cha Kutoka 16:23 na 24, kwa sababu ya muda moja nisome tu kidogo haraka. 16:23 na 24 anasema hivi: akawaambia, ndilo neno alilolinena Bwana, kesho ni starehe takatifu, Sabato takatifu kwa Bwana. Okeni mtakachooka na kutokosa mtakachotokosa, na hicho kitakuwa kitakachosalia jiwekeeni kilindwe hata asubuhi. Basi wakakiweka hata asubuhi kama Musa alivyoagiza, nacho hakikuota uvundo wala kuingia mabuu. Musa akasema, haya kuleni hiki leo, kwa kuwa leo ni Sabato ya Bwana, leo hamtakiona nje barani. Kwa nini? Hii ni maana tumeona kule Mungu aliwaambia kwa sababu ya utele waokote kile ambacho kinawatosha tu, wasiokote cha kuzidi. Kwa sababu kesho ukiokota ukazidisha, ukikiacha unakuta kesho kimeingia mabuu, kimepata na uvundo. Ukiokota kidogo kinakutosheleza. Kwa hiyo Mungu alikuwa anawatosheleza sawa sawa na mahitaji ya kwao. Kwa hawa akawaambia, sasa siku ya Sabato hamtakuwa mnaenda kuokota, ila mtaokota cha siku 2. Kwa kumbe unapokuwa unatambua Sabato, Mungu siku inayoelekea Sabato anakupa riziki mara 2. Ukiwa tu umedhamiria moyoni mwako kwa Sabato yangu ni lini, basi Bwana anakupa riziki mara 2 siku hiyo, kwa sababu siku hiyo utapata utulivu na kurebuild na kupata mambo mengine, kujijenga tena ndani yako. Lakini jambo la mwisho ambalo tutalitafakari leo, ambao katika kumalizia, ni Bwana anajali sana vizazi. Bwana anajali sana kuhusu vizazi. Mungu haishi tu kuwa Mungu wa kwako, ila anajali vizazi. Ndio maana ukisoma katika Kutoka 16:32 akasema pishi moja ya mana iwekwe ili vizazi watakao kuja waone chakula ambacho Mungu aliwalisha wale watu kutoka mbinguni. Kwa Mungu anajali sana kuhusu vizazi. Yaani anaangalia. Kwa wewe mwenyewe unapotazama mambo usiyatazame kwa sura moja, bali yatazame pia kwa vizazi. Na kama nilivyokuwa tumegusia siku ile, kwa hata tunapotembea, hasa wanaume, chochote tunachofanya sio cha kwako peke yako, ni cha vizazi. Kwa sababu wewe umebeba mbegu. Mwenye mbegu anatembea na vizazi. Ndio maana unakuta anasema mpaka kizazi cha 3 na cha 4. Kwa kuna vitu vingine haufanyi ili uwasaidie wajukuu zako. Kwa sababu kuna vitu mzee ukipiga leo wewe unawapelekea mpaka wajukuu wako. Baadaye wataipata hiyo laana kwenye vinasaba, kwa sababu kuna mmoja alikuwa anawakosea huku, wanaanza kupata hicho kitu. Sasa unataka na wewe babu zako au wale wajukuu zako waanze kuvunja laana ambazo wewe ndio umetengeneza. Kwa wasaidie Bwana. Angalau jizuie usifanye mambo mengine, ili wale vizazi vinavyokuja vya 3 na vya 4 vinapowataja mababu viseme mababu wamebarikiwa. Viseme sisi mababu wanalaana. Mimi yani nataka ikifika hatua, baba yangu ni mchungaji kataa na askofu, mimi ni mtumishi. Alafu mwanangu siku namkuta eti anasema navunja laana za ukoo, na kaita na kachapa. Laana za ukoo umezitoa wapi? Kondo hizo ambazo kinatakiwa.
kuwa tutengeneze namna ambayo sasa sisi wenyewe tunakuwa vizazi kwa vizazi. Yaani watu wengine wanasema Mungu wa Isaka na Yakobo. Sasa wewe unakuta ka Isaka au ka Yakobo, kasema Mungu nakata laana za ukoo, nakata laana za ukoo. Hapo ni ka Yakobo. Amezitoa wapi laana za ukoo? Lakini anasema Mungu wa baba yangu, Mungu wa Isaka, Mungu wa babu yangu Ibrahim, Mungu wa Isaka na Mungu wa mimi Yakobo. Ninakuomba. Kwa nini? Anamjua Mungu wa baba yake. Kwa sababu mjue sana Mungu wako, mema yanakujilia. Kwa na wewe watoto wako ukimjua sana Mungu, Abraham atawaamuru watoto wake. Kama atawaamuru watoto wake, na maana anawafundisha. Kwa watoto wake wanaanza kujua Mungu kutoka kwenye authority ya babu yao, wanakuja kuiona kwa baba yao, wanakuja kuiona kwao huku. Kwa hiyo inakuwa nzuri mno kuliko kusubiri wewe watoto wako nao wanakuja kufundishwa kwa laana za ukoo, sijui laana za vizazi, wanaenda kukukata huko mzee, wanakukata laana za ukoo. Ni wewe mzee ndo kizazi cha 4 huko unakatwa na watoto wako, huo babu zako wanajitenga na wewe. Mimi sitaki. Yaani watoto wako wanajitenga tena na mimi. Mungu atuhurumie. Muda wetu umeisha wapendwa. Ningetamani sana tupate maswali lakini tutapata wakati mwingine kwa sababu muda wetu leo ulikuwa umeenda kidogo na tukao na mambo mengi kidogo ya kuyagusia, lakini naamini kuna kitu ambacho kama utazingatia Mungu atakuwa amesema na moyo wako. Tumshukuru Mungu. Bwana Yesu, Mungu mwaminifu, ninakushukuru. Asante kwa ajili ya nafasi nzuri ambayo umetupatia kujifunza neno lako. Asante kwa tafakari kutoka katika kitabu cha Kutoka 15 na 16. Roho Mtakatifu, tumejifunza kuhusu utele. Tunaomba tukauone ukiwa dhahiri kwenye maisha yetu. Uliwapa watoto wako maana ya kuwatosha kwa siku hiyo. Tunataka tukaone Bwana kutoshelezwa kwa siku ya kila mmoja mmoja. Asiwepo atakayepungukiwa. Aliyeokota kidogo alitoshelezwa, aliyeokota nyingi ikaharibika ikabaki tu ya kumtosha. Bwana, ninaomba neema yako itusaidie. Bwana, ninaomba mkono wako ukapate kuwa pamoja na sisi katika jina la Yesu Kristo. Kila hatua tutakayokuwa tukiendea, mkono wako Bwana ukapate kutusaidia tukauone utele kwa jina la Yesu. Asiwepo hata mmoja atakayeishi kwenye uchungu, ila akauone utamu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninawabariki watoto wako hawa katika pendo na nguvu zako. Amen. Amen. Bwana awabariki sana.